kinafuruga pia sekta hii muhimu ya afya ya umma. Chaos in public health. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amefurahia mkataba wa kibiashara wa madini aliowekeana saini na Marekani. Amepongeza akisema umejikita katika ushirikiano wa usawa, japo haukujumuisha dhamana ya kiusalama, jambo alilokuwa Zelensky analitaka sana. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Tammy Bruce, amesema tu Marekani itaisaidia Ukraine. What I think Ukraine understands and what we intend. Nadhani kile ambacho Ukraine inaelewa ni kuwa huo si mkataba wa kibiashara tu. Hiyo pia ni hatua muhimu inayoboresha uhusiano baina ya mataifa yetu, na hilo ni muhimu sana kwa Ukraine. National security for everyone involved. Na mkuu wa kampuni ya Apple amesema masharti mapya ya kodi yalizoweka Rais Trump yataigharimu kampuni yake karibu dola bilioni katika kipindi cha sasa cha fedha, licha ya kuwa bidhaa za kiteknolojia zina msamaha wa kodi. Nyongeza za kodi alizotangaza Trump kwa bidhaa zinazotoka nje ya nchi zilinuiwa kurudisha shughuli za utengenezaji Marekani, lakini Tim Cook amesema kwa sasa nyingi ya simu aina ya iPhones zinazouzwa Marekani zitatengenezewa India na iPads zitatengenezwa huko Vietnam. Hii ni BBC. Mwa vyombo kwa muktasari huo wa habari za dunia. Msikilizaji, matangazo ya Amka na BBC yanapatikana Tanzania kupitia Radio Free Africa, Radio Kwizera na Loliondo FM. Nchini Kenya ni Pamoja FM, Mwenedo FM na County FM. Huko Uganda ni Voice of Karamoja na Voice of Busoga. Aidha yako kwenye FM, tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Na udhaa wako asubuhi hii msikilizaji, bila shaka ni mimi Karorobi. Karibu sana. Marekani imeshinikiza mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kusaini mkataba wa amani katika ikulu ya White House katika kipindi cha miezi miwili ijayo. Mshauri mkuu wa Rais Donald Trump barani Afrika amesema mkataba huo utaambatana na mikataba ya madini ambayo italeta mabilioni ya dola za uwekezaji nchini Kongo na Rwanda. Robert Kipto na maelezo zaidi. Akiongea na waandishi wa habari mjini Doha, mjumbe maalum wa rais wa Marekani barani Afrika Masad Boulos amesema wakati wa kusaini mkataba huo wa amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, mkataba mwingine wa madini kati ya Marekani na nchi hizo mbili pia utasainiwa. Mkataba huo wa amani unaongozwa na Marekani unajiri huku waasi wa M23 wakiendelea kuteka maeneo zaidi nchini Kongo, hasa katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa madini. Mataifa ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanatarajiwa kuwasilisha rasimu ya mkataba huo wa amani baadaye hii leo mjini Doha. Ripoti zinasema kuwa baadaye mwezi huu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio atafanya mazungumzo na mawaziri wa mambo ya nje wa Rwanda na Kongo mjini Washington ili kujadili maandalizi ya hafla hiyo. Boulos amesema kabla ya mkataba huo kusainiwa, Rwanda na Kongo ni sharti zikamilishe mikataba ya ushirikiano wa kiuchumi na Marekani, mkataba ambao utatoa fursa kwa Marekani na makampuni ya magharibi kuwekeza nchini Kongo na Rwanda katika sekta za madini na miundombinu. Lakini mjumbe huyo ameonya kuwa kabla ya mkataba huo kuidhinishwa na kusainiwa, mataifa hayo mawili ni sharti yatatue masuala kadhaa ya kiusalama, ikiwa ni pamoja na Rwanda kuondoa wanajeshi wake wote nchini Kongo na pia kusitisha misaada kwa kundi la waasi la M23. Nalo taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni sharti lishughulikie malalamishi ya kiusalama ya Rwanda kwa kuwatimua waasi wa FDLR wanaohudumu nchini Kongo. Naam, Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kuwa Mike Waltz anaondoka kutoka wadhifa wake wa mshauri wa masuala ya usalama wa taifa. Trump ameandika katika mtandao wa Social Truth kuwa waziri wa mambo ya nje Marco Rubio atakaimu pia wadhifa huo. Bwana Waltz amekuwa katika shinikizo la kujiuzulu tangu alipomjumuisha kimakosa mwandishi wa habari katika kundi linalojadili masuala nyeti ya kijeshi. Belden Waliaula na maelezo zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwa mshauri wake wa masuala ya usalama Mike Waltz atakuwa anaondoka kwenye wadhifa huo. Trump alichapisha tangazo hilo katika mtandao wake wa Truth Social na kusema kwa waziri wa mambo ya kigeni wa taifa hilo Marco Rubio atashikilia nyadhifa hiyo kwa muda huku akiendelea kuhudumu kama waziri wa mambo ya kigeni. Waltz alipata shinikizo la kujiuzulu baada ya kumwongeza mwanahabari mmoja katika mtandao wa mawasiliano ambako walikuwa wanajadili operesheni za kijeshi, na hii ilikiuka taratibu za kiusalama.
Akizungumza na wanahabari, seneta wa chama cha Democrat kutoka jimbo la Connecticut, Richard Blumenthal, alitoa maoni yake kuhusu tangazo hilo la Trump. The question is whether the right person's. Swali ni iwapo mtu sahihi ndiye anawajibika. Nadhani kuna kufaa kuwa na uwajibikaji katika makosa ambayo yamefanyika. Nadhani pia waziri wa ulinzi anafaa kuwajibika. Waziri wa ulinzi anafaa kufutwa kazi hata kabla ya Waltz kufutwa kazi. And should have been fired before Mr. Waltz. Trump amemteua Waltz kuwa balozi katika shirika la Umoja wa Mataifa. Tangazo hilo lilikuja wakati kumekuwa na tuhuma za Waltz na naibu wake Alex Wong kuwa wamebanduliwa katika nyadhifa zao. Katika chapisho lake kwenye mtandao wa Truth, Trump alisema kuwa, na nikimnukuu, pamoja tutapambana kuhakikisha Marekani ni salama kwa kila mtu. Kubanduliwa kwa Mike Waltz kama mshauri wa masuala ya usalama ndio mageuzi ya kwanza Rais Trump amefanya katika serikali yake katika muhula huu wa pili wa utawala wake nchini Marekani. Sifa ya Waltz kama mshauri wa rais ilikuwa imepata doa baada ya kashfa yake ya kumwongeza mwanahabari katika mtandao wa kijamii ambako alikuwa anajadili operesheni za kijeshi za Marekani. Wakati kashfa hiyo ilipotokea, Trump alimtetea Waltz na hata kukataa kumwadhibu, huku kikiwa na shinikizo kwa Trump kuchukua hatua. Baada ya uteuzi wake katika shirika la Umoja wa Mataifa, Waltz atahitajika kufika mbele ya bunge ili kuidhinishwa, mchakato ambao hakuupitia awali kama mshauri wa usalama wa taifa. Naam, ni ripoti yake Beldin Waliaula. Msikilizaji, sasa tupate kionjo kidogo cha makala ya Tuyajenge wiki hii. Kwa pamoja tuyajenge. Tumepata vitisho kwamba nyie mtakapokwenda kwenye uchaguzi fulani na fulani ni wa mwanzo ambao kwamba watadili na nyie. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, zaidi ya nusu ya Watanzania wote wana umri wa kupiga kura, na wengi wao wakiwa vijana. Wengi wao wanasema wamewahi kusoma taarifa za uongo kuhusu uchaguzi mtandaoni, lakini je, ni wangapi wanaweza kutambua upotoshaji huu? Kwamba kuna vijana wanatekwa, kuna mtu fulani maeneo jirani huko amekamatwa. Ni taarifa ambazo nahisi zilikuwa zinatengenezwa kama scenario za kunitisha na mimi kunidhoofisha nisiweze kugombea. Upotoshaji wa taarifa unaua demokrasia polepole. Lakini tunafanyaje sasa kulikabili hili? Sote tuna skills za aina fulani. Mwingine inawezekana ni mtaalamu kutengeneza video, mwingine mtaalamu wa kuchakata maudhui, mwingine mzuri hata kutell story. Kuna vijana wenzetu ambao kwa maeneo ambayo taarifa yote unapoipokea wanaichukua na ila kama ilivyo. Ni Maxis Melo, mkurugenzi wa Jamii Afrika. Jiunge nasi katika makala ya Tuyajenge juma hili, tukichambua kwa kina athari za taarifa za uongo katika ushiriki wako katika uchaguzi. Mimi ni Faraja Samu. Kwa pamoja tuyajenge. Barabara kabisa. Safari ya kutoka bara la Afrika hadi Yemen ni mojawapo ya njia zenye shughuli nyingi zaidi, lakini limesahaulika duniani. Kituo cha uhamiaji cha kimataifa kinakadiria kuwa wahamiaji 100,000 huwasili Yemen kila mwaka, wengi wao kutoka mataifa ya pembe ya Afrika. Lakini sasa wahamiaji wengi wamekwama kutokana na mzozo wa Yemen. Mapema wiki hii wahamiaji 68 wa Kiafrika waliuawa katika shambulizi la anga la Marekani kwenye kituo kimoja kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Nastia Mohamed anakueleza zaidi. Katika wilaya ya Hodan kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Somalia Mogadishu, Mohamed Abdullahi Mahmud mwenye umri wa miaka 35 anazungumza nami kwa simu ya video kupitia mfasiri wa ndani. Mohamed anasema sasa anafanya kazi ya udereva tangu aliporejea nchini Somalia miaka 4 iliyopita baada ya kufukuzwa kutoka Saudi Arabia alikokuwa akiishi kwa miaka 5. Kama mamia wengine, Mohamed alifika nchini Saudi Arabia kupitia nchi ya Yemen akitumia mashua. Uamuzi wangu kwenda huko ni kwa sababu ya shida nchini Somalia. Nilikuwa kijana mdogo, nilikuwa nataka kubadilisha mazingira na kuwa na maisha bora. Kituo cha uhamiaji kinakadiri kuwa watu 100,000 husafiri kila mwaka kutoka pembe ya Afrika na kuifanya kuwa mojawapo ya njia zenye shughuli nyingi zaidi za uhamiaji duniani. Pia ni mojawapo wa njia hatari zaidi. Tulipokuwa tukiondoka Djibouti usiku huo, nililipa dola za Marekani 150 ili nipande mashua. Kulikuwa na wasafirishaji haramu kwenye mashua na walikuwa Wajemeni. Dakika 30 katika safari yetu kutoka baharini, basi hapo niligundua kuwa mashua ilikuwa na shida. Waliwalazimisha wanaume 7 kujitosa baharini. Mashua ilikuwa imejaa sana. Njia ya uhamiaji ni moja kati ya njia mbili. Wahamiaji huondoka kutoka Obok nchini Djibouti na kufika Laj kusini mashariki mwa Yemen, au wanaondoka kutoka Bosaso nchini Somalia
kuwasili kwenye pwani ya Shabwa kusini magharibi mwa Yemen. Ilikuwa ni safari ya kutisha sana. Maji yaliendelea kutiririka ndani ya mashua. Wahamiaji wote kwenye mashua wakashikana mikono yao pamoja ili kujizuia wasizame na pia kuizuia mashua isizame. Wahamiaji pia wako katika hatari ya kunyanyaswa katika safari hiyo. Ayla Bonfiglio ni mkuu wa mkoa katika kituo cha uhamiaji, mtandao wa utafiti wa kimataifa. Kweli katika utafiti tuliofanya mwaka jana, wengi pia walisema kwamba walimwona mlanguzi wao kama mhusika wa unyanyasaji kadhaa ambao ulijumuisha kuumizwa mwili kwa kupigwa. Unajua, wizi, kutozwa pesa kwa nguvu, unyanyasaji wa kijinsia, utekaji nyara na mengine. Licha ya Yemen kuwa kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu mwaka 2014, Ayla anasema nchi hiyo haizuii idadi kubwa ya watu wanaohamia nchini humo. Wahamiaji wengi wanataka kwenda Saudi Arabia ambako kuna mahitaji makubwa ya kazi. Vikosi vya mpakani vya Saudi Arabia vimeshtumiwa na mashirika kutetea haki za kibinadamu kwa kuwaua wahamiaji mpakani, shutuma ambazo wanakanusha. Zamu sasa ni Omar Mkambara kupasha habari za michezo. Kwako Omar. Nianze na matokeo ya michuano ya Europa League. Mashitano wekundu wa Manchester United wameutanguliza mguu mmoja kucheza fainali ya michuano ya Europa msimu huu baada ya kuibuka na ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Athletic Bilbao, ikiwa ni mchezo wa nusu fainali ya kwanza uliopigwa Hispania. Magoli ya Manchester yalifungwa na kiungo wake mahiri Bruno Fernandes, alienda kambani mara 2 na Casemiro pia akifunga goli moja. Nao Tottenham Hotspur wakiwa nyumbani London waliibuka na ushindi wa goli 3-1 dhidi ya Bodo Glimt, na hivyo Spurs wanarejea kwenye mazingira mazuri zaidi ya kucheza fainali ya michuano hiyo. Magoli ya Spurs yaliyokuwa kambani na Brennan Johnson, James Maddison na penalti Dominique Solanke, huku goli pekee la Bodo likifungwa na Ulrich Saltnes. Michezo ya pili ya nusu fainali itapigwa Alhamisi ijayo na huenda tukashuhudia fainali ya timu mbili kutoka Uingereza. Lakini katika michuano ya tatu kwa ukubwa wa Ulaya, ile michuano ya Conference, nako kulikuwa kunapigwa michezo ya kwanza ya nusu fainali. Chelsea the Blues waliibuka na ushindi wa goli 4-1 dhidi ya Djurgården, wakati Real Betis akiibuka mbabe mbele ya Fiorentina kwa kumchapa kwa magoli 2-1. Lakini pia usiku wa kuamkia leo kulipigwa mechi moja ya ligi kuu ya soka ya pale nchini England. Nottingham Forest alishindwa kwenda kwenye nafasi ya 3 ya msimamo wa ligi baada ya kukubali kichapo cha goli 2-0 kutoka kwa Brentford. Na leo kutoka kuna mwendelezo wa ligi hiyo kwa mchezo mmoja kupigwa. Matajiri the Citizen Manchester City watakuwa wanawaalika Wolverhampton Wanderers. Na katika mchezo wa tennis, Coco Gauff imefanikiwa kutinga kwenye hatua fainali ya michuano ya wazi ya Madrid baada ya kumfunga bingwa mara 4 wa michuano ya wazi ya Ufaransa Iga Swiatek, ambako alimpiga kwa seti 2 ya 6-1 na 6-1. Coco Gauff kutoka Marekani atacheza na nyota namba 1 kwa ubora duniani Anna Zabalenka katika mchezo wa fainali. Ni hayo tu katika dondoo za michezo asubuhi hii. Naitwa Omar Mkambara.